Karibu katika wasaa wa simulizi. Simulizi yetu inakwenda kwa jina la Wangu Walter Honi. Na leo tupo kipande cha 5. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kuanza kipande cha kwanza hadi hapa tulipofika. Naweza nikukumbusha pale tulipokuwa tumeishia. Lomi alimuomba Bella waangalie movie pamoja. Lakini Bella hakukubali, lakini alikubali baadaye baada ya kushawishiwa. Hivyo wakaingia chumbani ambako Bella alikuwepo amelala. Basi wakaangalia movie, muda ambao movie ilikuwa inakwenda katika hali ambayo inabadilika ya kuleta sehemu ya sex. Basi Bella akamuuliza Lomi, kwa nini umeweka movie hii? Majibu yalikuwaje? Basi Lomi akaanza kumshawishi Bella kwamba walale. Lomi baada ya kuona nimeanza kupiga kelele, alinikaba kwa nguvu, akaniziba mdomo. Kisha akanirusha kitandani, akanikalia juu, akaanza kuchana nguo zangu. Basi Lomi alipomaliza kuchana nguo zangu, akanipanua miguu yangu kwa ajili ya kufanya mapenzi. Na mimi na hapo nilishtuka kutoka ndotoni, nikiwa nimeloa jasho mwili mzima. Chumbani nilikuwepo peke yangu, wala Lomi hakuwepo pale. Kumbe ilikuwa ndoto. Ndoto gani hii, Mungu wangu? Nilipiga goti chini nikasali sana. Baada ya hapo nilishika simu kuangalia kama Hemedi alinitafuta, wala sikukuta ujumbe wowote. Ndoto iliniogopesha sana ile. Nilijua bikra changu ndo kimebakuliwa hivyo na Lomi. Lakini bado nilibaki na wasiwasi moyoni mwangu. Ni muote Lomi vibaya hivi, huenda si mtu mzuri. Itabidi niwe makini naye. Nilijilaza kitandani, lakini sikuweza kusinzia tena mpaka kuna kucha. Bana, hii ni Vam TV Online. Kama ni mara yako kwanza, hakikisha subscribe ili tuweze kuwa wote pamoja mwanzo mwisho. Basi Bella alilala kitandani, hakuweza kusinzia tena mpaka kuna kucha. Basi asubuhi na mapema kulibishwa mlango wa chumba changu. Nilikwenda kufungua nikakuta ni Lomi. Hello, good morning Bella. How was your night? Nikamwambia good morning Lomi. My night was good. How about you? Akaniambia pia usiku kwake ulikuwa poa sana. Alikuwa freshi tu, haonekani kama kijana wa hovyo jamani. Sasa ile ndoto nayo kwa nini initishe vile? Mbona Lomi mwenyewe haoneshi hata tamaa na mwili wangu? Siamini ndoto mpaka yanikute ndo nitaamini. Lomi aliniaga akaniambia yeye anaelekea mkutanoni, but tayari ameshatoa maelekezo nihudumie kwa kila kitu. Kumbe wazungu ndo wanatreat wanawake vizuri hivyo. Basi bwana, nilimkumbatia jamaa, tayari alikuwa ameshajiandaa. Nilimkumbatia nikamwambia uwe na mkutano mwema Lomi, mimi nitakuwa hapa nikikungojea. Alifurahi sana, alismile, then akaniambia take care, see you later. The way he talked, Basi mwenzenu nilirudi kitandani nikaendelea kujilaza mala snap. Li hoteli likubwa vile, niondoke bila mapishi sio kweli. Mapicha. Kazi yangu ilikuwa kubadili nguo na kupiga picha. Wakati naendelea na zoezi langu la picha, kuna mhudumu alikuja kunigongea. Akaniambia breakfast yangu iko tayari. Nilitoka kwenda kula, nikaknap chakula changu, nikatupia status. Niliweka caption fulani hivi, matata sana.
special breakfast in 5-star hotel. Hivi ndivyo mwanamke anavyotakiwa kutrochewa. Nikamaliza na hiko kimoji. Goes what? Hemedi ndo alikuwa wa kwanza kuview. Hello. Niliongeza na picha ambayo ingine niliyopiga nikiwa hapo hotelini, nikaandika Ray love me. Hemedi alichanganyikiwa muda huo. Baada ya kuview status akanipigia simu, sikupokea. Nilijisikia raha sio ya chini, yani raha kubwa mno. Basi siku iliyofuata ilikuwa full kujiposti huko status, na kila status ya Hemedi ndo alikuwa kwanza kuview. Kila akiview anapiga simu, kwani napokea sasa. Hemedi alipoona sipokei simu, najua aliamua kuweka status. Aliposti picha yake na mwanamke wameshikana mikono. Usoni akamziba na kopa, alafu akaandika my hit but. Nilishindwa kuvumilia, nikajikuta nimereply. Nilimwambia wow, congratulations, kumbe huyo ndo alikufanya uninyamazie. Akanijibu ndio, endelea na maisha yako na huyo anayekupeleka 5-star hotel. Nilizidi kuumia juu ya Hemedi. Niliwaza cha kufanya, ila na mimi nimuumize. Nikapata wazo. Nilipiga picha na Lomi nikiwa nimejilaza kifuani kwake. Zeni nikaweka status, nikamziba na kopa, alafu nikaandika love my life. Basi kama kawaida Hemedi ndo wa kwanza kuview. Akaniuliza, ujinga gani huu unafanya Bella? Malaya mkubwa wewe, najuta kukufahamu. Sasa umalaya wangu ni upi jamani? Yes ndo kaanza, mbona mimi sijamtukana? Hemedi hakuweza kuvumilia, aliniblock WhatsApp. Wakati nawaza nifanye nini, Hemedi unblock. Nikashangaa naona Lom anatype, anaandika nini? Mama we, alireply status, kumbe sikumhide. Akaandika wow, do you like me? Hakuna siku niliyoona aibu kama siku hiyo. Mimi niliposti tu kumrusha roho Hemedi. Kibaya sasa mwenye picha kaona na anauliza kama nampenda. Nimjibu nini? Na kaona caption love of my life. Nilitamani nijifiche uvunguni nisionane na Lomi tena, sio kwa aibu ile. Sikuwa na cha kumjibu Lomi, wala sikufungua hata hiyo meseji yake. Mwenzangu alipoona sifungui meseji akaamua kupiga. Sikupokea tena. Akapiga tena, nikapokea. Akaniuliza, what are you doing? Niko chumbani nachezea simu. Oh good, but I have sent you a WhatsApp message but you have not replied. Anasema nilikutumia message yangu WhatsApp lakini sijaona ukinijibu. Nimekutumia message WhatsApp hujanijibu. Oh, ngoja niangalie. Akasema okay. Alafu akaniambia but nimependa ulichoposti na caption imenivutia zaidi. Muda huo nilikata simu haraka bila kumwaga. Nikaanza kuwaza hiyo message. Naifungua ndio, alafu natoa majibu gani? Nilienda mpaka WhatsApp nikafungua message, nikajifanya kuisoma tena. Nikawa nairudia mara, nikaona tena Lomi anatype. Nikatoka WhatsApp, nikazima na data. Alipoona nimezima data akanipigia akaniambia nimetoka kwenye kikao na kuja kukuchukua twende lunch. Na nahisi hiyo lunch yetu special. We? Hapana Lomi, usiseme hivyo. Kwanza unamaanisha nini? Akasema kama unanipenda niambie, cause hata mimi navutiwa sana na wewe tangu siku ya kwanza nilipokuona. Aibu gani hii nimejiletea Bella mimi? Mshikaji alikuwa anaongea na simu huku anakuja chumbani. Sijakaa sawa,
Nikamsikia mlangoni ananiambia, "Open the door, Lom." Ndo aniite Lomli. Huyu naye chizi. Nilikata simu nikainuka kwenda kufungua, nikashangaa kumuona Lomi na maua. Akaniambia, "This is for you. I'm ready to be the love of your life." Lakini sikumaanisha. Akaniziba mdomo, akaniomba nipokee maua, na ye hana kipingamizi. Kashakubali kuwa love of my life. Basi siku hiyo sijakaa sawa, nikaambiwa nijiandae twende our first date lunch. Jamani, hapa Lumu kwangu anasubiri nijiandae. Eti ndo kaisha kuwa mtu wangu. Sikutegemea. Hii nayo ilikuja ghafla kama mvua. Nilimuomba mimi anipishe nivae, angejua yote hayo nilikuwa najaribu kumuumiza mtu ninayempenda. Kwanza nilikuwa na mawazo Hemedi kaniblock, yani nilikuwa najihisi kama na umwa fulani hivi. Lomi alinipisha nijiandae. Tukale lunch. Nilivaa nguo nikajipamba vizuri, tukatoka. Sangapi asiende kunitambulisha kwa watu alokuwa nao kwenye kikao kuwa mimi ni girlfriend wake. Na akawaambia leo ndo date yetu kwanza, hata hana siri. Lomi aliweka order ya special lunch for our first date. Siku hiyo ndio nilijua kumbe kuna chakula special kwa ajili ya Cop. Chakula kililetwa very dem. Lomi alionja zeni akanionjesha, ukisikia mapenzi ya ghafla ndo ya haya. Sasa baada ya kuonja chakula nikaulizwa, "How does the food taste?" Nikamwambia ni kitamu sana. Wow. Tukaanza kula. Lomi alikuwa na furaha sana. Aliamini ile posti nimeposti kwa kumaanisha, na aliamini kweli nimempenda, lakini si kweli. Mimi bado nampenda Hemedi. Baada ya lunch, Lomi aliagiza wine, akaomba tulisherekea penzi letu kwa wine. Sijawahi kunywa wine wala pombe ya aina yoyote ile, lakini siku hiyo nilikunywa. Nilifanya hivyo kwa sababu ya mawazo niliyokuwa nayo juu ya Hemedi. Baada ya kulewa, mimi na Lomi tulifanya kitu ambacho kusema kweli sikutarajia. Ni kitu gani hicho ambacho walifanya? Ikumbukwe hii ni Vam TV Online. Subscribe tuwe wote pamoja mwanzo mwisho. Usisahau kushare na marafiki tuwe wote zaidi. That day plan ninywe pombe kidogo, cha kushangaza kila nikinywa nikimaliza naongeza. Nilifanya hivyo mpaka nikajikuta nimelewa, siwezi hata kuona mbele. Lomi alinibeba akanipeleka chumbani kwangu, alinilaza kitandani, akanifunika vizuri, kisha akaniomba kiss. The way jamaa alivyokuwa ananiomba kiss, nikajikuta mwenyewe nimefumba macho, nimeachanisha lips zangu. Lomi akaanza mdomoni na kuanza kunila denda. Lomi baada ya kiss alijilaza pale pale pembeni yangu. Kwa vile wote tulikuwa hoi na pombe, tulipitwa na usingizi. Usingizi ulikuwa mzito sana. Nimeingia kulala huo mchana saa 9, nilikuja shtuka usiku mida ya saa 5. Huo usiku nilitaka kujigeuza nilale upande wa pili. Baada ya kujigeuza nikahisi kama kuna mtu pembeni yangu. Chumbani ni giza totoro. Niliamka nikawasha bed switch. Nikiwa na wenge la usingizi, mkojo umenibana mpaka na hisi maumivu ya kibofu. Baada ya kujigeuza nikahisi kama kuna mtu pembeni yangu. Nikamwangalia. Nikashangaa nimelala na Lomi kitandani kwangu. Niliruka kitandani kama chizi. Cha kwanza nikajishika huko chini kama niko uchi, nikagundua pako salama. Nilimcheki Lomi, alikuwa kavaa nguo zake vizuri, kachomekea. Mida hiyo hiyo naye alishtuka akanishangaa. What going on?
Nikamwambia unatakiwa uamke ukalale kitandani kwako. Sikujua kama umelala hapa. Sorry Bella. Hata mimi sikujua kama nilishia sinzia hapa. Domi aliamka na kuanza kujinyosha huku na kule. Then akanisogelea na kuniuliza, ulihofia kuna kitu ningekufanya? Nilikaa kimya, sikujibu. Alitaka kunikiss tena, nikamkwepisha mdomo. Nikamwomba aende chumbani kwake. Aliniambia ni sawa, but sorry kama nimekukwaza. Alisema hivyo na kisha akatoka. Nikajifungia mlango zeni nikakimbia chooni kwanza kupunguza maji mwilini. Nilipomaliza nikajimwagia na maji ya baridi nitoe hangover kichwani. Baada ya kuoga nilirudi chumbani nikakaa pale kitandani. Nikaanza kuwaza kilichotokea. Nilikumbuka na ile kiss tuliopeana na Romi. Hata sikupanga iwe hivyo. Ni pombe tu jamani. Nilishia kuzishika lips zangu na kuzipangusa, lakini haisaidii kitu, tayari nishatiwa kiss na haifutiki hiyo. Ila ananyonya vizuri, sema tu ilikuwa ananuka sana pombe. Nilikumbuka ile siku mimi na Hemedi tulipokiss usiku kwenye gari. Ile kiss ilikuwa hot sana. Hemedi si mlevi, wakati ananikisi nilienjoy kisi pamoja na ile harufu nzuri ya marashi aliyokuwa amejipaka. Bado kichwa changu kilikuwa kinamuwaza Hemedi muda wote. He is my first love, siwezi kumsahau kirahisi. Hata hivyo usiku huo nilishika simu yangu niangalie, huenda labda Hemedi atakuwa kani unblock. Nilicheki nikagundua bado niko blocked. Nilichofanya nilimpigia mama yake Hemedi. Lengo langu nilitaka nijue kama Hemedi kawaambia chochote kuhusu sisi au la. Kama kawaambia basi nitajua hapo penzi hakuna, na kama hajawaambia huenda tukarudiana. Nilisearch namba ya mama nikapiga. Mapigo ya moyo yalikuwa yananienda mbio kuliko kawaida. Simu iliita ikakata bila kupokelewa. Mtume, nikaamini kabisa basi sina changu, bora ni move on. Maisha yaendelee. Basi niliwaza sana, lakini nafasi ikawa inaniambia Hemedi hawezi kukuacha, anakurusha roho tu. Usingizi ulipotea, niliweka simu pembeni nikaanza tembea kule chumbani kama chizi. Sijisikii kulala, namtaka Hemedi. Nilikwenda nikafungua dirisha, nikasimama nikawa nalia tu. Nimesimama pale dirishani, Lisa lazima sielewi, najisikia nilie bila kunyamaza Lisa lazima. Nililia mpaka nikatosheka, nikafunga dirisha, nikarudi kitandani kulala. Asubuhi kulipokucha niliamshwa na simu ya mama yake Hemedi. Nilipokea ile simu, mwili mzima unatetemeka. Nilimwamkia mama, akaitika vizuri tu, akanijibu Hari. Nikamwambia sijambo mama, nimewamisi tu. Mama aliniambia yani Bera, huwezi amini, ni jana tu nilikuwa na kuwaza mpaka nikataka nikupigia simu nikwambia napanga kuja kuwatembelea, tupange kuhusu ndoa yenu. Lakini baadaye nikasema nitawa kuwa surprise. Mpaka usiku tumemaliza kuongelea tukalala. Cha ajabu, leo naamka nakuta missed call yako. Hivi hamjambo? Lakini nikamwambia sijambo mama, niliwakumbuka tu nikasema niwatafute. Mama aliniambia kwa vile tumeshaongea basi hii sio surprise tena, jiandae tu.
kutupokea leo, baadaye tutawatembelea. Tunakuja kupanga kuhusu uchumba wako. Inatakiwa Hemedi akuvishe pete, then ndoa yenu itaanza kuandaliwa. Wazazi inaonekana hawajui chochote kinachoendelea. Kama Hemedi hajawaambia, naamini sijawaambii kitu. Hapa cha kufanya kurudi Dar leo. Wakija wanikute nipo huko Dar es Salaam. Nilimaliza kuongea na mama, tukaagana, nikaanza kupanga vitu vyangu kwa ajili ya kurudi Dar. Nimemaliza kupanga vitu, nikaingia kuoga. Nilipotoka bafuni nikakuta Lomi naye ametumia message. Good morning sweetheart, I hope your night was very good. Nikamwambia of course Lomi, my night was very more good. Lomi aliniambia nijiandae tukale kifungua kinywa, then baada ya hapo kuna sehemu alitaka twende. Wapi? Akaniambia nataka twende Kilimanjaro kutembea. Nilimwambia haiwezekani Lomi, mimi leo unaondoka narudi Dar. What? Haiwezekani. Kwa nini unaondoka ghafla? Tulikubaliana tutakaa huku wiki nzima. Mbona unabadili maamuzi? Lomi alipaniki sana, hakutaka niondoke. Nilimdanganya, nikamwambia nimepigiwa simu, mama yangu anaumwa sana, nataka nikamuone. Lomi aliposikia kuhusu mama akapoa, akanipa pole. Ye hajui kama mimi ni yatima. Sikuwa nimemweleza chochote kuhusu hilo. Alinikubali niondoke na akaniomba nifikifika Dar nimpigie video call aongee na mama. Nilikubali tu. Kikubwa alinipa pesa yangu tuliyokubaliana niondoke pale. Tulikunywa zetu breakfast tukamaliza, nikamkumbusha kuhusu pesa. Aliniambia twende chumbani kwake akanipe pesa. Pesa kweli naitaka, lakini mbona nikapewe chumbani? Nilimwambia sawa twende. Tulielekea chumbani kwa Lomi, alivuta draw akanihesabia kiasi cha pesa za siku nilizo spend, na yeye akanipatia. Baada ya hapo nikawa naondoka, akaniita akaniuliza mbona unaondoka bila kuniaga? Nikampungia mkono bye. Akashangaa, real? Hivi ndivyo anavyotakiwa kumwaga mpenzi wako? Mpenzi gani jamani? Hapo kwanza nicheke. Lomi aliniomba nimkisi ndo niondoke. Sikutaka nipotezee muda, nilimkisi shavuni nikamaliza, nikataka kuondoka. Akaniambia bado sijamkisi. Nilimpa tu anachokitaka, ila sikupenda. Nilinyonya mpaka nikadendesha, ila mimi sikujisikia raha hata kidogo. Basi niliondoka chumbani kwake nikiwa nimenuna, nikaingia chumbani kwangu kuchukua bag nisepe. Lomi alinifuata kule chumbani kwangu, akaniongezea pesa kidogo, nikamchekea. Alinibebea begi, tukaenda kutafuta usafiri. Kwa muda ule hapakuwa na basi la kwenda Dar. Nafanyaje mie? Nilibaha mpaka nikawa nalia. Lomi anajua namlilia mama yangu mgonjwa, lakini wala nina mambo yangu mengine. Aliniambia twende airport, hawawezi kunikatalia kusafiri ndani ya Tanzania bila passport. Tulipanda taxi mpaka airport, hata hakuniuliza mambo ya passport. Nilikatiwa zangu tiketi ya ndege na Lomi, tukakaa naye pale airport mpaka muda wa kuondoka ulipofika. Nikaenda kupanda ndege naye ndo akaondoka kurudi hoteli. Lomi aliniambia atarudi Dizim baada ya siku kadhaa. Akishatoka mlima Kilimanjaro ndo atarudi Dar. Aliniambia nikishafika Dar nitafute nyumba nzuri alipie, ili akirudi kutoka Arusha afike huko tuanze kukaa wote. Nyie siku mtasikia nimepigwa risasi za ubongo na vile Lomi anamiliki mtutu. Siku akijua namdanganya, sijui atanifanyaje.
Bwana we, hiyo ndo ilikuwa siku yangu ya kwanza kupanda ndege from Arusha to Dar es Salaam. Ile tu nimetua Dar na washa simu, Mama Hemedi akanipigia akiniuliza uko wapi. Nikamwambia niko njiani natoka chuoni. Aliniomba nipitie kwanza nyumbani kwa Hemedi, anahitaji kuniona. Nyie, kumbuka Hemedi hatuongei na ndo ninaenda kwake. Nilichukua taksi nikamwambia anipeleke nyumbani. Sikutaka kwenda kwa Hemedi kabla ya kufika nyumbani. Kwanza nilikuwa nimevaa mavazi sio ya heshima. Nilikuwa na begi na yale maua alioninunulia Lomi. Nilihitaji kuvipeleka nyumbani, nibadili nguo nikawaone wazazi wa Hemedi. Dereva nilimuomba aendeshe gari mbio mbio, yani nilitamani hadi nipae nyie. Tulifika nyumbani, nikakimbia ndani haraka wa taksi, nikamuomba anisubiri niruhushe kitu kitandani. Nikavua vile vinguo nilivyokuwa na mavaa chapu, nikavaa gauni ndefu, nikajifunika na mtandio kutia heshima zaidi. Chini nikavaa mosimo, sijui mosimo ndo nini, wala sikujilemba bwana, ulembo kama upo tu. Nilimaliza nikabeba mkoba na vipesa kidogo, nikatoka kuelekea kwa Hemedi. Sijui huyo Hemedi tunaenda kutazamana aje. Nilipofika sehemu anapokaa Hemedi, na yeye ndo alikuwa anaingia kutoka kazini. Ile nashuka tu kutoka kwenye taksi, niliona gari lake lile. Nilitamani nijifiche kwenye uvungu wa taksi, mara wa taksi naye huyo akasepa zake. Nisogea getini pale nikasimama. Hemedi alisogea na gari lake akasimama getini. Akashuka. Akanifuata nilipo, nikamsalimia hai. Hakuitikia, alihoji umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka nyumbani. Nilikuwa natetemeka kidogo mkojo nitoke. Hemedi alikuwa amenuna vibaya mno. Una uhakika ulikuwa nyumbani Bella? Nikamwambia ndio. Ile mwanaume ulimweka status ni nani yako? Sina majibu. Niliwashwa kibao kimoja, nikaona nyota na mbala mwezi. Hemedi aliniwasha yani. Shavu lote lilibadilika likawa jekundu. Machozi sasa, tangu nizaliwe sijawahi kupigwa wala sijawahi kufokewa. Siku hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuonja kofi, tena kofi la mwanaume asiye, yani aise, ni chungu. Nililia. Hemedi aliniinua juu, akanitupa kwenye gari, akaniambia utanieleza uliokuwa na huyo mwanaume, utanieleza ni nani? Alifungua geti kwa remote, tukaingia ndani. Bado nilikuwa nalia tu. Kabla hatujashuka akaniamuru nifute machozi yangu kwanza, kila nikiyafuta ndo yanamwagika mengi. Ilifika hatua akanionea huruma, akanikumbatia, alafu akaniuliza kwa nini unaniuzi? Yani hapo ndio ni kama alinifungulia nilie. Nililia mpaka kifua chake kikalowana kwa machozi. Alinibembeleza akaniomba msamaha maskini mpaka nikamwonea huruma. Alinifuta machozi akanipa kiss. Baada ya kunyonya mdomo hasira zikapungua. Tuliteremka kwenye gari. Hemedi akanishika mkono, tukaingia ndani. Hata hakuna aliyejua kama tulikuwa na tofauti. Basi lile shavu nililopigwa kibao, nilijiziba mtandio. Namshukuru Mungu alinipa wazo la kutoka na mtandio. Ningeumbuka siku hiyo. Niliwasalimia wazazi Hemedi kwa heshima sana. By the way, yule mkaka, kitu kingine alichonipendea ni heshima na upole. Wazazi walifurahi sana kutuona pamoja. Wangejua huko nje tushapigana makofi, basi kusingekuwa na furaha tena.
Tulikunywa juisi tukamaliza. Hemedi akainuka kwenda chumbani kwake. Amefika huko akanitumia message akaniambia niende chumbani tukaongee. Nilimfuata. Chumbani kimejificha, mtu akiwa sebuleni hakuoni ukiwa unaingia. Chumbani wazazi hata hawakuniona kama nimeenda huko. Nimefika chumbani nimekuta Hemedi amekaa kitandani. Alinivua mtandio kichwani, akaniangalia vizuri pale aliponiumiza. Aliniambia tena I'm sorry baby. Huku akiwa ameniraza kichwa kifuani kwake, alafu akawa ananipapasa pale aliponipiga kibao. Nini itaendelea katika hii simulizi wangu wa rohoni? Hiki ni kipande cha 5, tukutane kipande cha 6. Langu kukutakia usubscribe ili kila nitachoposti ukipate. Asante kwa kuwa nami muda wote. Tuwe wote siku nyingine. Asante.